Tarehe 14 mwezi wa kwanza mwaka 2026, mtumishi wa Mungu na muasisi wa kanisa la Heavenly Image Manifest linalopatikana Dar es Salaam, Tanzania, Nabii Edmund Mystic alitabiri ya kuwa mataifa makubwa kama Ujerumani, Urusi, Uingereza, Marekani yataingia bara la Afrika kutaka muungano na ushirika wa kijeshi na nchi za Afrika kwa shinikizo, na ya kuwa barua za siri na sheria zitawekwa kila taifa la Afrika kusema kwa uwazi linachagua taifa gani kubwa kama mshirika wake kwenye masuala ya ulinzi, jeshi, usalama na kivita. Na haya mataifa makubwa yataomba ardhi na kuweka makao ya kambi za kijeshi katika nchi za Afrika. Na akasema ya kuwa mwanzoni mataifa ya Afrika ama nchi za Afrika aliona zilikuwa kama nyota zinazong'aa sana angani. Lakini baada ya kuungana na haya mataifa makubwa duniani kama Marekani, Urusi na kadhalika, hizi nchi za Afrika ziligeuka na kuwa ndege za kivita zenye alama ya bendera ya taifa kubwa duniani, ambazo kila nchi ya Afrika ilichagua muungano na hilo taifa. Nikaona mataifa ya nje makubwa ikiwa Marekani, Uingereza, nikaona taifa la Ujerumani, nikaona taifa la linalofanya vita na Ukraine. Taifa gani hilo tumisho bwana? Russia. Naliona ikiingia katika bara la Afrika na kutaka alliance, yani muungano kwa lazima, na sheria ikatungwa ya kwamba kila taifa lilo katika nchi ya Afrika lazima lichague taifa jingine la nje kubwa ambalo litaweza kuungana nalo na liweze kutoa statement kwa uwazi, dunia nzima ijue. Lakini kaona ni shinikizo la kufanya alliance, muungano na mataifa makubwa ya Ulaya, na niliona Marekani, Uingereza, Russia wakiomba sehemu mojawapo za ardhi Afrika, na nikaona wakiweka bezi za kijeshi na bezi za nuclear. Sio zinaitwaje zile pale? Ni kama plants, kama hizo plant. Bwana kama ameniambia kwamba nchi hizi zinatoka magharibi na zinakuja kuweza kuweka nafasi katika mataifa ya Afrika. So viongozi wote ambao mtapata nafasi ya kusikiza unabii huu, wewe ni rais, wewe ni waziri mkuu, wewe ni makamu wa rais, ujumbe huu ufanyie kazi. Something is coming. Na kama kuna nyakati na wakati wowote wa taifa kuweza kufanya investment za kijeshi na katika vyombo vya dola ni this year. Serikali ya Marekani imesaini makubaliano ya ushirikiano na Tanzania katika masuala ya kuimarisha jeshi, ulinzi wa amani na usalama wa nchi dhidi ya maadui. Ushirikiano huo uliosainiwa kupitia programu ya ushirikiano na vikosi vya majimbo vya ulinzi wa taifa pia utahusisha kubadilishana uzoefu katika uchumi, kilimo, afya na kijamii. Taarifa iliyotolewa katika ukurasa wa Instagram wa ubalozi wa Marekani Tanzania imeeleza ushirikiano huo unalenga kuimarisha uwezo wa taasisi na wataalamu wa pande zote, huku ukichochea maendeleo ya jamii na usalama wa wananchi. Mkataba huo wa ushirikiano umetiwa saini na Meja Jenerali Craig Strong, kiongozi mkuu wa walinzi wa taifa wa jimbo la Nebraska, na mkuu wa majeshi ya ulinzi wa wananchi wa Tanzania, Jenerali Jacob Mkunda, mbele ya waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Dr. Rimo Nyansaho. Makubaliano hayo yanaimarisha zaidi mahusiano ya kimkakati kati ya Tanzania na Marekani. Kati ya mwaka huu na mwakani panakwenda kutokea uwekezaji mkubwa sana kwa mataifa ya Afrika, sio kwenye kilimo, sio kwenye chochote, katika ununuzi wa silaha za vita. Yaani mpaka mataifa baadhi ya Afrika yataanza kuwekeza billions of dollars kuimarisha jeshi, polisi, vyombo vyote vya dola. Na usiwalaumu, sio wao. Kuna kitu rohoni kinalazimisha ili ule mwisho ufike nini? Haraka. Naliona waraka umetolewa kwa serikali zote Afrika kutoa tangazo la wazi kwamba uko upande gani. Nikaona kila rais alipotamka niko na China, adui wa China alimtandika Tanzania. So kila taifa la Afrika watapewa order ya kutoa tamko la wazi.